80s Vibe Series. Right, wapenzi watazamaji wetu wa kipindi cha 80s Vibe Series. Sasa leo nina furaha sana kuwaletea baharia mwingine ambaye katika enzi hizo alisafiri sana, alipitia experience nyingi ambazo watashare na sisi, lakini pia ni kwa ajili ya kuwapa intro kidogo vijana wa siku hizi ili kwamba wajue kwamba zamani wahenga walikuwa very daring na waliwekea foundation nzuri sana. Japokuwa walikuwa wanakwenda huko nje, walikuwa wanabeba flag ya Tanzania na mpaka leo ni watu ambao wanaheshimika sana. Sasa leo tutaongea na Baharia Manyuka, Ahmed Ali Manyuka. Karibu sana. Asante. Kwenye kipindi chetu cha 80s Vibe Series ambayo tunafanya mahojiano kidogo. Ndio. Sasa bwana, mimi kitu ambacho nataka leo tuongee ni kwenye hiyo profession yenu ya ubaharia. Ndio. Sasa najua zamani mlipitia through struggles, namna ya kutoka hapa. Kwanza hata tukupata passport process ilikuwa ni ndefu. Unakwenda sehemu hujui ni wapi utamkuta nani, nauli zingine labda haitoshi, kwa hiyo unatafuta njia zile ambazo ni rahisi za kupita. Silikuwa sio wote ambao wana pesa ya kupanda ndege kuanzia mwanzo. Kwa hiyo sasa utatuelezea kidogo safari yako ilikuwaje, ulifanyaje ulipofika huko, kama kuna watu walikupokea ilikuwaje, ili kwamba watu wajue kidogo maisha yenu na safari yenu ilikuwaje. Sasa mimi Manyuka tofauti na baharia wenzangu wengine. Sawa. Sababu mimi nilipomaliza shule, nilifanya kazi enzi zile za Mwalimu Nyerere. Bwana, sasa kipindi kile baada ya kuwa mathalani hali ilikuwa iko ngumu Tanzania hapa, vijana wengi tuliomaliza form 4 tukawa tuna nini, kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi, wengine kwa immigration, wengine wako tuseme ile nini uchapishaji wa taifa ule. Sasa huyu yuko pengine immigration, huyu yuko anafanya benki, anafanya wapi, viwandani. Sasa kwa sababu tumetoka shule pamoja hivi, unababa na immigration, bwana mimi nataka passport bwana. Sasa bwana wewe njoo uchukue tu passport. Lakini hiyo passport kibiki ilikuwa shilingi 100. Sawa. Na shilingi 100 kuipata ilikuwa sio rahisi. 100 Masai ile. Sasa baada ya pale unakwenda unajaza fomu, kisha jaza fomu. Afu mimi nilipoondoka nilikuwa mimi na kuna rafiki yangu mmoja ameshafariki, alikuwa anaitwa Amadi Munyegoa, ndugu yake alikuwa Mshindo Mkeyenge. Mshindo Mkeyenge sasa. Mdogo wake. Na kama wawili hivi. Tumekwenda mathalan unapoondoka siku zile inabidi upate bank check manake. Upate travelers check. Yes. Ya 150. Na passport unayo. Una siku zile visa za kwenda Ugiriki zilikuwa zinapatikana hapa Tanzania. Ni club pale. Zilikuwa zinapatikana pale. Sasa pale mnakwenda, mnaacha passport zenu. Baada ya siku kama yani vigezo vyote vimetimia, inalala pale. Next day unakwenda pale, kama amekupa sasa, si bahati nzuri kama tumepata. Sawa. Mlikuwa wangapi? Tulikuwa watano. Sawa. Na wote tulikuwa tumefanya kazi, kila mmoja anafanya kazi huku, tutasema tofauti. Sasa nauli siku zile ilikuwa 3,000 kwa Egypt Air. Basi kwa kuwa mimi nilikuwa nimefanya kazi, nilikuwa natarajia niende maisha hapa, alikuwa sikuyaweza sana siku zile. Bana, basi nilikuwa nimekata tiketi yangu Egypt Air kutoka Dar es Salaam mpaka Cairo. Sisi wote watano. Sawa. Pale Cairo unalala siku, mnafika jioni, mnalala mpaka asubuhi. Saa 2 asubuhi mnachukua ndege Cairo Airways mpaka Athens. Masaa mawili.
Fika pale Athens kuna sehemu mnaambia jamaa ambao wako kule sasa, jamaa nyingi fika hapo Athens airport mnakwenda sehemu inaitwa Perea, yani Perios. Hapo kwenye bandari kubwa ya Ugiriki ambayo fika pale mnauliza jamani, je, kuna Tanzania hapa? Sema Tanzania wapo. Unaambia hoteli gani? Sema kuna hoteli hii hapa, kuna hoteli moja inaitwa Spati, nyingine zinaitwa majina ya Kigiriki. Bana fika pale mnachukuliwa, kuna agent anaitwa Filipo. Nani Tanzania? Au Filipo Mgiriki. Filipa Anagostopoulos. Bwana. Basi fika pale anakuwekeni hoteli hiyo Spati. Nasubiri email. Subiri mimi naweza kukaa pengine mwezi mmoja, miezi miwili. Bwana. Sasa hiyo wakati mnakaa hapo mnasubiri. Mnakuwa mnafanya nini? Kuna video waka fulani mnafanya kupata pesa ama ile ambayo mlikuwa nayo ndio inabidi ujibane nayo? Ile ulikuwa nayo ujibane nayo, afu kuna siku zile kuna day waka ya kubeba maboksi, day waka ya kwenda kugonga. Yaani unajua kwenye meli kule bandarini kuna kazi za kuziato zinaitwa day waka hizo. Yes. Inaitwa malukamato. Kigiriki inaitwa malukamato. Unakwenda kule mnagonga maki unajua meli mara kwa mali inakuwa na kutu. Sasa inapokuwa na kutu mnakwenda kule mnagonga, mnapaka rangi, mshapaka rangi, sehemu inakuwa yani inakuwa safi. Ishakuwa safi, mnapaka rangi, ye kama hiyo meli inaondoka. Sasa sisi unasubiri zamu yako kule. Kama wewe Mr. Anagostopoulos amepata chance, anakuambia bana. Sasa unajua sisi mara kwanza kwenda kule hatujui chochote tofauti na sasa hivi. Watu wanasoma. Wewe bwana unakwenda na seven book umetengeneza hapa lakini wewe hata kazi ya meli yenyewe hujafanya. Sasa kwenda kule unauliza wewe unakwenda chance gani? Unaanza deck boy, kutoka deck boy unakwenda AB, kutoka AB unakwenda boss kama utakuwa boss. Kwa Greek flag au boss, lakini flag zingine unapata boss. Kama mimi nilisha boss. Mimi nilisha boss meli. Sawa. Sasa unda pale anakuuliza si vile tidule, yani anazungumza Kigiriki. Wewe kazi gani unaijua? Sababu mimi AB si AB kala. Naambia nini kala? Sasa ukienda kule melini unapokea kwenda melini na watu wengine Mtanzania mmoja ambaye waliopanda meli za mlungu siku zile. Meli zile ambazo za East Africa zile. Yes. Hasa unaweza kukuta pale anaanza kukusimanga. Sasa wewe nyinyi wasomi mnakuja huku kazi tunaharibia kazi zetu. Basi unakumbia unamsikiliza yule jamaa anakwambia bana hiki. Yaani anakuficha taratibu, unamnyenyekea. Baada ya miezi mbili unakuwa zile kazi unazoea. Bana kazi ya melini ni kama mtu uko deck boy au uko AB. Ni mambo ya navigation haya. Ndio. Navigation mkubwa wa navigation melini ni captain. Sasa sisi MIB kazi zetu kama unazoona mathalani kuweka meli safi, kugonga machakoni ina maana kwanza ile chipping ile unazigonga pale, mnapaka rangi, kuweka meli hiyo katika condition nzuri kama nzuri. Basi unasafiri kama vile mimi dunia nzima nimesafiri. Sababu meli zilizopanda mimi zilikuwa kampuni kubwa. Mimi hakuna nchi sofika. Nchi sofika mimi ni Cuba tu, lakini nchi zote dunia nzima nimezunguka. Na sasa wewe ulisafiri mwaka gani? Mimi nimesafiri mwaka 76. Bwana. Bwana long time. Mimi safari 76. Nimeacha kazi, mwenyewe tu kwa hali yangu. Kwa sababu ilikuwa siku zile tulikuwa tunaona siku zile. Sema kweli, lazima useme ukweli. Ilikuwa mathalani baada ya vita vya yani baada ya siku zile ilikuwa maisha magumu. Nakumbuka miaka ile mimi hapo nilikuwa niko primary. Tulikuwa sana ugali wa njano tumekula sana miaka ile. Huwezi kupata jinzi, huwezi kupata nini. Sasa sisi watu wa mjini watu wa mjini tulikuwa tuna jamani mambo mtoni huko. Sasa sisi ambao tulikuwa tunafanya kazi na siku zile ilikuwa maisha, siku zile hela yetu ilikuwa ina nguvu. Ilikuwa na nguvu ilikuwa na nguvu. Sababu gani? Dola moja ilikuwa shilingi 7. Dola moja shilingi 7. Sasa kwa sababu unakwenda kule benki una 1500 unapata dola 150. Yani cheki ya 150 zile Thomas Cook zile. Basi fika pale unapoingia kule unasema you have show money? Yes, I have show money. Unaonyesha check hapa 150 unambia gonga unaingia.
Kwa sasa wewe ulipofika kule moja kwa moja ulipata meli kwa bahati nzuri. Baada ya kupata meli ukafanya kazi kwa muda wa miaka mingapi kwenye meli? Mimi unajua kwenye meli kuna agreement, wanaita contract. Yaani hivi sasa nategemea ukiingia kwenye meli ambazo kwa huyo agent wetu anatupa sisi kaida ukae mwaka okay. Sasa kama mwenyewe unaweza kukaa miaka 2-3 hiyo yako. Sasa tegemea mathalani kwa sababu mshahara siku zile na vile hawakuwa mkubwa hivyo lakini kwa unaridhisha sababu ulikuwa unapata $300 kwa siku zile $300. Sasa hivi imepanda bei, siku zile kwa $300 bwana. Sasa kwa hiyo unazunguka unajikuta unapangia una $3,000 $4,000 basi una nini unamwambia captain. Sasa wewe wakati huo ulivyokuwa unafanya kazi kwenye meli ulipata muda wowote ambao ukaja likizo nyumbani, ama miaka yote ulikaa huko mpaka wakati umerudi sasa ukarudi kimoja? Hapana. Ukimaza yani hivi ukikaa mwaka wako ukiona pengine hizi hela hebu nirudi nyumbani una nini unarudi. Mimi nilikuwa narudi nyumbani. Ulikuwa unarudi likizo nyumbani? Maana baada ya 76 mimi 79 nikarudi nyumbani. Sasa hapo 80 kulikuwa kuna ndege ya Air Tanzania kama nakumbuka ambayo ilikuwa inakwenda mpaka Uingereza, inaenda Gatwick Airport. Basi baada ya mimi kule 79 ile 80 nikaondoka bwana, nikaenda kule nafanya kazi zangu, nikarudi 82 nikafanya kazi, nikarudi 85 nikafanya kazi, nikarudi tena 80, nikarudi 90. Sasa sio kila wakati unapata meli, sio kila wakati unafika kule unapata meli. Unaweza kukaa hata siku nyingine ya miezi 6-7 bado hujapata meli. Kwa hiyo sasa hapo inabidi utumie kuna meli zenyewe unachagua. Kuna mathalani kuna watu wanapenda meli za kwenda Marekani. Akache meli Marekani. Yaani yakifika Marekani ndio kishafika. Kuna watu yakipata meli kwenda Uingereza na acha Uingereza. Sasa kuna wengine wanapanda hizo meli za kawaida tu za kwenda Arabuni wapi hivi. Tegemea. Sasa mimi kwa meli zangu zilikuwa kubwa. Lakini mimi kule kujump ya mathalani ni jump labda nikae Marekani au wapi, hiyo sikuwa natarajia. Ulikuwa unatarajia wewe unataka upige kazi afu urudi nyumbani. Okay, kwa hiyo hapo ilikuwa ni watu wana ndio mwenyewe matarajio tofauti. Kuna wengine ambao enzi zangu mimi mpaka sasa hivi makamo yangu mimi wako Marekani, wengine wako Uingereza, wengine wako Australia, wengine wako Canada mpaka sasa hivi. Walijump kule wako mpaka sasa hivi, lakini baadaye wakawa wamepata makaratasi wanarudi hapa tunana nao kama kawaida. Na citizen wa kule wanakuja hapa sema bana nyumbani lazima mtu uje nyumbani. Kuna wengine juzi kaniambia bana mimi Manyuka siwezi kurudi huko tena, mimi babangu mamangu amefariki, sasa nitarudi kule nifanye nini? Na yeye kisha kwa ni residence wa Canada, mtu mzima hajakuwa mtu mzima kama mimi. Mimi ni mtu mzima kiba na nguvu zangu. Sasa yeye anasema mimi bana anakuja kufanya nini? Anakuja kufanya kwa sababu sina mtu wa kumuona tena huko. Basi ile anakuja likizo. Akija likizo unajua ndugu wengine tena anaona kama vile wanamchengua najua. Sasa kitu kingine nilikuwa nataka nikuulize Make samani kidogo. Make adventure za sema baharia kila mtu na adventure zake. Sawa ni kweli. Kuna wengine mathalan kama mimi nimepanda ndege toka hapa. Lakini adventure kata maboda. Sikukata maboda. Lakini kule ndo kukutana mtu kila mmoja anasema bana mimi nipitia Syria, nipitia Uturuki, nipitia India. Wengine unajua hapa kuna watu mabaharia wengine walipanda Karanja. Kuna meli moja kwa inaitwa Karanja inatoka hapa Dar es Salaam mpaka India. Hapo India sasa pale anakaa anasubiri meli zinazokuja pale, anachukua sura wewe ili ya kuzamia. Sasa mtu kama mimi ambaye nilikuwa nimefanya kazi ndio hiyo sikupata matatizo sana kuondoka hapa. Sawa. Sasa bwana, hebu tuambie kidogo kuhusu Watanzania ambao mlikuwa kule mabaharia. Nchi gani ambao wengi ilikuwa ndio wana stop pale kutafuta meli, ambao walikuwa wanaondoka hapa mabaharia? Wengi walikuwa destination ni wapi ya kwanza ili ndio waanze kutafuta meli? Ugiriki. Ndio ilikuwa na meli nyingi kwa sababu Ugiriki nchi zingine kama vile Denmark, Uingereza nini wao wana pool zao zile. Lakini Ugiriki ukienda kwa sababu wao walikuwa na meli ina miaka 30, miaka 40.
yani sisi ndio watu wa dry dock. Ukiingia kwenye meli ambayo imezeeka sana, inabidi ndio nyinyi mnaifanya paka inakuwa mpya. Mnatengeneza siku kwa siku, kila siku mnafanya kazi. Mnapaka rangi. Hiyo meli mnaweza kwenda mathalani, ikifika kwa mwenyewe anaiona la bwana watu wa kiboko. Okay. Mnapiga machakuni, mnapaka rangi. Inakuwa meli nzuri kabisa. Yaani mnachukua meli na kutu. Bwana. Kutu wenyewe pengine kama iko pale deki, sehemu inaitwa deki, pengine kutu pengine inchi 5 inchi 6. Lakini mkiingia mle ndani, mnagonga ile kutu unaondoka, mnapaka wanaita primer, yani minyo, inaitwa Kigiriki tu minyo. Mnapaka minyo, first coat, second coat, third coat, afu mnapaka rangi. Paka mnafika mwenyewe meli inafika Perea, maana destination meli zote Ugiriki ni Perea. Perios manake. Okay. Na baria yote siku zile ambaye destination yote baria ilikuwa siku zile ni Ugiriki. Bana. Ukiona mtu sasa pale Ugiriki, ashafika Ugiriki, sasa ndio mwenye atajua hapo labda mimi nikifika Uingereza nitashuka, labda nikifika Marekani nitashuka, labda nitafika, ndio sehemu za kwanza kushuka hizo. Sawa. Sasa bwana, unajua Watanzania wengi ambao walikuwa kule, tulikuwa tunataka pia kujua kwamba Watanzania wengi waliokuwa kule mlikuwa mnaishi kwa upendo, ama ilikuwa unakuta wakija mgeni pale mnakumuonyesha hiki bana, hii atatuharibia. Maana unajua kama huku saa nyingine hawajui, especially vijana wa sasa hivi ambao kama akipata mchongo fulani ama amepata kazi sehemu fulani, kuvuta mwenzake anaona huyu ataniharibia ama atapata cheo afu mimi nitakosa ama nini. Nyinyi mlikuwa mnaishije huko nje kama mabaharia? Mlikuwa na association yenu inayounganisha, ama ilikuwa tu ninyi individual, akija mgeni, jamani kaja mgeni fulani tumsaidie naye apate kitu ama hivi? Kulikuwa na upendo wa aina hiyo? Upendo namna ile kuweko. Sababu gani? Tulikuwa hatuna association, yani exactly association, lakini tulikuwa tunajua huyu Mtanzania. Ndio. After kitu ambacho tulikuwa kule, kwa sababu gani, kuna watu wa Kinondoni, kuna watu wa Magomeni, kuna watu wa Kariakoo, lakini wote Watanzania tunazungumza lugha hii moja. Sasa ukifika pale sababu mimi mtu wa nini wa Kinondoni, watu wa Kinondoni wanakuchukua. Sasa mimi mtu bwana wa Magomeni, watu wa Magomeni wanakuchukua. Mimi mtu wa Kariakoo, sio kama mna ugomvi, lakini mnakuwa kuna ile proud kwa mimi mtu wa Kinondoni. Kwa hiyo kuna mtu proud kwa mimi. Bwana kiibuka mtu wa Mtwara huko, ajui mtu akibuka Mtwara bado anachukuliwa tu na mtu yote, mathalan aliyokuwa na mara ya kwanza atakuchukua. Katika ile society yetu sisi, yani katika ile jamii yetu ile, watu wa Mtwara wapo, watu wa Tabora wapo, watu wa Singida wapo, watu wa Mwanza wapo. Sasa kwa unakuta sasa jamani, mleteni tu jamaa yetu, tulikuwa tuna. Ila sasa kwenye of course wale watu tuliwakuta sisi wako proud kwamba nyinyi mnakuja kazi, mnajiza kazi ambazo sio zenu. Bwana, sisi nimesoma, nyinyi wasomi kaeni huko kufanya kazi. Kwa nini msifanye kazi Afrika huko? Kwa sababu na wengine ile ubaria walisema hii kazi ya ubaria sio kazi, yani ni kazi ya sio wasomi. Kumbe utakuta ubaria ni kazi ya usomi. Kwa sababu ile navigation yenyewe ile, mtu hawezi kuendesha, mtu kama mimi au wewe huwezi kuendesha meli. Kwa sababu meli inatoka pengine Dar es Salaam hapa inakwenda Ugiriki. Meli inatoka Dar es Salaam hapa inakwenda Canada. Sasa wewe njia unazijua hizo. Lazima usome, unajua hapa na navigate hivi na hivi na hivi. Na kama mathalani mimi nimemalizia kazi ya ubosi. Nasuka kamba, nasuka waya, na hizi rangi na tengeneza rangi kama rangi nataka ya blue, nyeusi, najua najua. Bwana. Kwa hiyo ifika point hiyo kwa unafundisha wengine. Sio sifundishi mimi na watu wangu. Maana mimi nachukua usubuhi nakwenda kwa chief officer. Napewa kazi. Leo Manyuka, leo utakuwa kazi, nataka kazi hii na hii na hii na hii. Sasa mimi chini yangu kuna watu 6. Ambao na wamiliki mimi. Kwa sasa bwana mgawanya kazi. Leo nagawanya wewe hapa, wewe. Tuko na mtu namuona kazi anapojua kazi zake. Naambia utafanya hapa, utafanya hapa, utafanya hapa. Sasa ngine mimi hizo naingia kwenye wanaita tunahitaji kule yani kama chumba cha mimi nakwenda kwenye chumba, mimi nafanya kazi zangu mimi binafsi.
Okay. Kwa afu baadaye natoka na saa cheki unaangalia kazi wanaendeleaje hao vijana nini. Kama fomeni fulani. Kama fomeni fulani. Kwenda pale na bwana wewe bwana mbona unafanya uvivu bwana? Captain nakuona kule juu. Bwana namna hii utanitia matatizo mimi. Alafu chief officer anakuambia mimi bwana Manyuka kuna fulani wale make captain anaweza kukaa namna hii angalia yuko juu ya bridge kule anaona kila kitu na mtu anafanya kazi anamjua huyu anafanya kazi wajua sisi mimi na mabareo wote wale kwenda Ulaya responsibility wazijua ukifanya kazi anafanya kazi exactly kwamba hapa akifanya kazi mtu akija sana ana appreciate sababu kweli kazi kafanya tofauti na watu hapa. Mtu hapa anaanza kufanya kazi anaona supervisor akitoka tu na anaiacha. Akikuona ndio anajifanya shika. Au mathalani mtu kazi yote anafanya baharia. Ukija hapa sana hii kweli kazi ifanyika. Au mathalani mimi na mtu mwingine tufagie uwanja. Manga anakuambia hivi. Unafagia unaacha yake. Sababu naye hii yote ni meli moja. Sasa wewe hiki unamwachia nani? Unamwachia nani? Sawa. Bwana sasa unajua kwa muda wa miaka mingi uliokaa huko na ulikokuwa unakuja huku najua vijana wengi ulikuwa unakuta huko wanatamani sana nao waondoke. Ndio maana nakumbuka hisi miaka yetu ile ya zamani 80s ilikuwa tukiwa vijana wadogo tunajitafuta kwamba tufanye nini. Ilikuwa ukisikia bwana kuna baharia mmoja bwana ameshuka Magomeni huko basi wote unaenda pale kumsikiliza anawapa stories za kule alivyokwenda nini. Saa nyingine ndio hivyo tena unakuta ndio unabahatika kupata mchongo kutoka kwake. Wewe kuna watu wote ambao ulibahatika kuwasaidia wakaenda kule kujoin ubaharia kwa kutumia mchongo kutoka kwako ama ulikuwa unakuja unakaa muda mfupi? Hapana, mimi ili kukaa kwangu mimi Ugiriki baadaye tulipata residence permit. Okay. Sasa kupata residence permit nilichukua watu wengi kama 3 hivi. Plus watoto wangu. Babu kubwa. Watoto wangu sasa hivi wako huko. Babu kubwa. Sasa hauko Ugiriki, wako mwingine uko Jerumani. Na mwingine uko Canada. Mimi kwa sababu unapata residence permit ile ina maana unaweza mimi nilikuwa nafanya kazi kule maana siku zile ilivyokuwa mathalani meli zenyewe kwa tabu kidogo hivi maana unajua zetu sisi ilikuwa meli chekwa. Ukifika leo Ugiriki kesho unapata kazi. Maana meli kwa zingine tunaweza kukwambia meli zilikuwa zingine sio nzima. Wagiriki mwenyewe meli ambayo hapandi. Kwa hiyo sisi utakuta kazi kwa rahisi. Unapata kazi kwa rahisi. Afrika ya kipindi ikaja International Marine wasemana meli ifike lazima iwe na kiwango hiki. Miaka 15 tu meli peke mikakatu. Okay. Sasa baada ya pale ndio kazi zikapungua. Sasa sisi tuka pale sana ikatokea ile ofa ya Ugiriki jamani. Maforena wasikae tu. So wakifanya kazi walipe kodi, kodi wapate permit hapa. Sababu serikali ya Ugiriki inaingiza nini? Inaingiza hela. Basi ndio watu wa kwanza kupata permit mmoja hapo mimi. Hiyo mwaka gani? Ilikuwa 90 kitu kama hivi 90 kwa 90 babu kubwa. Kwa hiyo sasa baada ya kumaliza shughuli za meli kwa hiyo ukakata tu kabisa Ugiriki ukawa unafanya kazi pale. Sio tena mambo ya meli. Sio mambo ya meli. Kwa hiyo ukafanya miaka mingapi tena baada ya pale nikanafanya ilikuwa baada ya miaka 10 hivi. Okay. Lakini nafanya narudi nyumbani. Nafanya narudi nyumbani. Kumbe ndio maana Kigiriki unakipiga chote. Kigiriki nakijua. Nazungumza Kigiriki. Bwana. Ile bali maneno sasa hivi nishaanza kusahau. Lakini akija Kigiriki akija mkikutana na Mgiriki na azungumza naye nakipiga chote. Nazungumza na Kigiriki. Wambaria wanajua lugha nyingi. Kuna wengine wanajua Spanish, wengine wanajua Kitaliani kama huyu hapa anajua Kitaliani, yule pale mwingine anaweza kuwa bado akijua anakumbuka Kitaliani. Sababu naye alikuwa baada ya muda akaenda akakaa Italy. Kakaa Italy. Na mabaharia wengi ambao wa miaka yenu ambao walikuwepo wengi waliishia kukaa Greece na Italy, si ndio? Greece, Italy na sana nchi hizo mbili. Hizo nchi ilikuwa popular sana kwa mabaharia. Greece na Italy. Lakini sasa hivi ndio Uturuki
Sasa Uturuki sio matarajio yao. Sababu Uturuki ni nchi ambayo ni ngumu sana kuishi. Ni ngumu. Huwezi kupata kazi. Kwa sababu population yao kubwa. Alafu hawana meli. Wanafunzi ngumu. Ilikuwa ngumu. Sasa watu walikuwa wanaenda wananusa wanarudi huko Ugiriki. Akiwa Uturuki pale anatafuta njia kuingia Ugiriki. Sasa kwa inakuwa ni njia tu. Lakini sasa hivi watu wanaishi kule kwa sababu wamesha establish maisha. Kuna mambo unajua wenyewe wanafanya. Bwana naona tumekava mileage sana bwana. Alafu kuna kitu kimoja nilikuwa nataka kuuliza, sijui kama na wewe ulikuwa na ushirikiano na ma DJ wa hapa. Maana ma DJ wa hapa muziki walikuwa wanategemea sana kutoka kwa mabaharia. Na wewe ulikuwa mmoja kati ambao ulikuwa unawaletea muziki ma DJ wa Tanzania hapo. Mimi nilikuwa siletee ma DJ nini, ila zile nyimbo zote zamani zile nilikuwa nazo. Bwana. Paka maalbum hizi nini wanaita albums zile. Zamani zote mimi mpaka sasa hivi ninazo. Bwana ma DJ wa zamani wangekushtukia. Ila sasa ukienda kule unakutana nao. Kama huyu DJ unakutana nao, hasa bwana Manyuko unao kuna muziki fulani kasi fulani pengine ya Whitney Houston unayo au ya kina siku zile kina Kool and the Gang au kina nani unayo, unampa anarekodi anakurudishia. Ila sio ndio hivyo walivyokuwa wanapata kusema kweli. Ilikuwa ni ile kupata tu Balia amekuja bwana una ngapi mpya unampa bila babu chagawia jamaa anarudishia. Sawa. Bwana. Sema size hazitumiki sababu hatuna ni kweli. Siku hizi ni domestic. Hata hizi kaseti za hivi. Mimi nazo kaburi gunia zima. Hazitumiki sasa. Ukienda kali yako kule unabidi uwaze katika nini? Waze katika wanaita hizi nini hizi? Una mashine ambazo unaweza kuziweka sio sana. Nazo sana. Uingize kwenye flash. Afu ndio ukaziload kwenye kompyuta uzitunze. Bwana naona tumekava mileage sana. Sasa wapenzi watazamaji wetu, mmesikia madini hayo jamani. Wazee waliotuwekea foundation ya nchi yetu wakatupeperushia bendera vizuri sana walivyokuwa kule nje. Na kwa kweli tunafurahi kwamba wametuonyesha upendo. Mabaharia wa zamani walikuwa wanakwenda lakini wanakumbuka nyumbani. Sasa nilikuwa napenda kwamba niongee nao ili vijana wa leo wajue pia kwamba miaka ya zamani pamoja na struggle zile, lakini watu walikuwa very daring. Na hiyo inaonyesha kwamba hard work pays. Bwana Manyuka. Naam. Nashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi chetu cha Asante bwana, nashukuru sana. Madini uliyomwaga hapa bwana. Nimefurahi sana na nafikiri watazamaji wetu wataenjoy sana. Sana nashukuru sana. Sasa kitu ambacho napenda kuwaambia watazamaji wetu ni kwamba endelea kucomment, subscribe and share. Put that on notification ili kwamba tutakapoletea program nyingine mwe wa kwanza kuipata. Till next time, thank you.